wakati huu na muda huu. Karibu tena wakati huu na muda huu tunapokwenda kujifunza. Alhamisi tumekuwa na wakati mzuri. Tumeweza kujifunza somo nasema jinsi ya kushinda roho ya hofu ya kuanza. Tuweza kujifunza Jumanne, lakini tena leo tumepata nafasi ya kuwepo nyumbani mwa Bwana. Tutaendelea kujifunza. Amen, amen. Haleluya. Kwa hiyo leo tutapiga hatua tena na kuweza kuona mambo ambayo Mungu anataka tuweze kujifunza. Bwana Yesu asifiwe sana. Okay. Tutapiga hatua zaidi na zaidi na zaidi. Sasa nataka nikuongezee katika pointi ambazo tuliweza kujifunza wiki iliyopita. Tuliangalia ni jinsi gani ya kuweza kushinda roho ya mauti, roho ya hofu. Lakini tukaweza kuangalia pointi mpaka 5 hapo. Na leo nataka tuendelee pointi ya 6. Muendelezo. Pointi ya 6 hapo ambayo inasema fanya maamuzi ya ndani ya kubadili hatima ya maisha yako. Ukiwa mtu yoyote anapokuwa na roho ya hofu, mara nyingi hawezi akafanya maamuzi ya ndani ya kuweza kubadili hatima yake. Unaposhindwa kufanya maamuzi ya ndani yatakayokupelekea kuweza kuishinda ile roho ya hofu, manake utabaki kama ulivyo. Lakini ili uweze kushinda ni lazima ufanye maamuzi ya ndani kwamba mimi sasa ninataka mabadiliko kwa namna yoyote itakavyokuwa, ila sasa ninahitaji mabadiliko. Nifanye maamuzi ama kufanya maamuzi yatakaweza kuleta mabadiliko kwenye maisha yako. Tuangalie kitabu cha Wafalme wa Pili. Wafalme wa Pili ile sura ya 7 na ule mstari wa 3 na 4 hapo. Nataka tuangalie jambo ambalo linaweza likajenga imani yetu kisha tukamwona Mungu kwenye maisha yetu. Jambo la kwanza ni kuulize, umewahi kufanikiwa katika jambo ambalo pengine mwanzoni uliona limeshindikana, lakini baadaye ukaweza kufanikiwa? Kama ndivyo, basi kuna vitu kwenye maisha yako lazima uvifanyie maamuzi ili uweze kupiga hatua. Nitasoma kitabu cha Wafalme wa Pili sura ya 7 mstari wa 3 na 4. Biblia inasema hivi, basi walikuwapo watu 4 wenye ukoma penye lango la mji, wakasemezana, mbona tunakaa hapa hata tufe? Tukisema tunaingia mjini mna njaa, nasi tutakufa humo, nasi tukikaa hapa tutakufa vile vile. Aya, twende tukaliendee jeshi la Washami, wakituhifadhi hai tutaishi, wakituua tutakufa tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Kuna kitu cha kuweza kujifunza hapa kwenye maisha ambayo tuko nayo. Biblia inatuonyesha hapa walikuwepo watu 4. Lakini hawa watu tunaambiwa walikuwa na ukoma. Manake walikuwa na tatizo. Wakati mwingine tatizo analokuwa nalo mtu linaweza likamfanya awe na hofu. Hawa wakoma ukiwaangalia ni watu ambao jamii iliweza kuwatenga, kwa sababu ukoma kwa kawaida huwa mtu anaweza akaambukizwa. Kwenye nchi yetu ya Tanzania viko vituo mbalimbali ambavyo vimetengwa maalum kabisa kwa watu hawa. Kwa mfano ukienda Shinyanga Kolandoto unakutana hapo. Kuna kambi kabisa ambayo watu kama hawa wamewekwa eneo lile, lakini pia wanaendelea kuhudumiwa
kwa sababu ya changamoto walionayo. Kwa hiyo hawa watu wanne wenye ukoma, manake tatizo waliokuwa nalo kwanza na likapelekea watengwe wawe nje ya mji. Zamani miji ilikuwa inajengwa hivi. Kama hii unavyoona Geita ni mkoa. Manake mkoa wa Geita kulikuwa kuna ngome ambayo inajengwa kwenye mipaka yake ya Geita. Kwa hiyo ukitaka kuingia mkoa wa Geita kuna lango la kuingia na kuna lango la kutokea. Kwa hiyo panakuwa ndani ya ngome, ni kama ambavyo mtu anajenga anaamua kuzungusha fence. Zamani mambo yalikuwa hivyo. Sasa hawa wakoma wakatolewa wakawekwa nje ya lango kwa sababu ni wakoma. Kwa hiyo tendo la kutolewa nje na kuishi nje ya mji, nje kwenye lango, kulitengeneza pia hofu kwenye maisha yao. Hofu ya tatizo waliokuwa nalo. Bwana Yesu asifiwe sana. Leo hii watu wengi pia wanaishi na hofu, na hofu hii imetawala, na kuna wakati mwingine kuna vitu ambavyo vinaipushi ile hofu ama hofu alionayo mtu. Kuna kitu ambacho kinatokea kwenye maisha ya huyo mtu kinafanya ile hofu kama kuipa nguvu. Kama kuipa nguvu. Lakini nikwambie hivi, chochote kinachokutengenezea hofu hauna budi kuweza kukishinda ili uweze kupiga hatua kwenye maisha yako. Manake kama hutoweza kukishinda utabaki pale pale na kuna madhara makubwa sana. Twende taratibu kuhusiana ili andiko, nataka tujifunze kuhusiana na hawa wakoma. Anasema kwamba basi walikuwapo watu wanne wenye ukoma penye lango la mji, wakasemezana, mbona tunakaa hapa tufe? Sikiliza, hawa wakoma walikuwa kwenye lile lango, lakini maandiko yanatuambia kwamba ilifikia wakati wakaamua kusemezana. Sikiliza nikwambie, ukitaka kutatua tatizo, changamoto ulionayo, wakati mwingine ni kusemezana na changamoto ulionayo. Ukitaka kutoka kwenye hofu ulionayo, ni lazima uisemeshe ile hofu. Hofu ni roho inasikia, lazima upambane nayo. Hawa wakoma wakaamua kuvunja ukimya, wakaamua kusemezana. Na wakati mwingine, asante Roho Mtakatifu, unajua unaweza ukawa na tatizo, yani kuna mtu anaweza akawa na malaria na huyu ana malaria, lakini tukienda kwenye vipimo vinaweza vikaonyesha huyu bwana lingi zake ziko juu, huyu wastani. Wote wana tatizo moja, lakini kuna namna ambavyo wanazidiana. Kwa hata hawa wakoma, ninaamini wote walikuwa ni wakoma, lakini ukoma wa mtu wa kwanza, ukoma wa mtu wa pili, mtu wa tatu na mtu wa nne ulikuwa ni tofauti. Haleluya. Kwa hiyo wakati mwingine inawezekana katika kuzungumza kwao wanasema wewe tatizo lako lionalo, ingawa hata mimi na tatizo kama la kwako, lakini la kwako ni kubwa. Kwa hiyo tatizo mtu anaolipitia wakati mwingine linaweza likatengeneza hofu, na hofu wakati mwingine inaweza ikapeleka kufupisha maisha ya mtu. Inaweza ikamfanya mtu asichukue hatua ya kuweza kupiga hatua kwenye maisha yake. Kwa hiyo hawa wakasemezana, na katika kusemezana kwao hawakuweza kuliangalia tatizo, ila walitafuta namna ya kuweza kusolve tatizo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo wakasemezana, wakasema hivi, mbona tunakaa hapa hata tufe? Mbona tunakaa hapa hata tufe? Kumbuka nchi ina njaa, lakini pia kuna vita. Kwa hiyo raia kwenye nchi ile wanakimbizana na mambo mengi sana. Kuna vitu ambavyo vinaendelea. Kuna hofu ya kufa kwa sababu ya njaa. Kuna hofu ya vitu ambavyo vinaendelea. Lakini wao wakaanza kusemezana, wakasema kwa nini tukae hapa na hata tufe? Manake kwa lugha nyingine, hofu pia pasipo kudili nayo, pasipo kulisemesha tatizo. Hofu inapokuwa ndani ya mtu ni tatizo. Usipopata ufunuo wa kusemesha kila ambacho kinakusumbua, hauwezi ukatoka kwenye tatizo, na badala yake tatizo litakushikilia, na mwisho wa siku tatizo linaweza likaleta madhara makubwa kwa mtu ambaye yuko na hilo tatizo. Wao wakavunja ukimya kusemezana. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ngoja nikwambie, kuna watu pia ambao adui huwashambulia, ama adui mshambulia mtu. Unaweza ukawa na tatizo kabisa,
Lakini usitake kushirikiana na mtu. Wakati mwingine matatizo ulionayo, changamoto ulionayo, ukiisema kwa mtu, ukiisema kwa watu, inaweza ikawa ni msaada wa wewe kuweza kutoka kwenye tatizo. Manake huyu hawa wakoma wao wakaamua kusemezana. Biblia inasema kwamba mkoma mmoja akawasemesha wenzake. Hilo nasema wakaamua kusemezana. Wote wana tatizo, wakaamua kusemezana kutafuta ufumbuzi wa tatizo. Kwenye maisha yako lazima uwe na watu ambao unaweza ukasemezana nao ili kutafuta ufumbuzi wa kile ambacho unakipitia. Wao wakasemezana. Kwa lugha nyingine, asante Roho Mtakatifu kwa kuendelea kunifunulia zaidi. Hawa wakoma kwa muda ambao walikaa pale kwenye lango la mji. Kumbuka Biblia inasema waliwekwa. Kama waliwekwa, walitoka kwenye familia tofauti. Kwa hiyo walipokutana pale, manake ilichukua muda wao kuanza kuzungumza, ilichukua muda wao kufahamiana, na ikafikia mahali wamefahamiana, wakaanza kusemezana kwamba sasa tunafanya nini kuweza kutatua tatizo. Haleluya, haleluya, haleluya. Waliweza kufahamiana, kwamba waliweza kujua angalau kwa kukaa vile, kuzungumza na vitu vingine, waliweza kujuana. Kwa lugha nyingine tunajifunza hapa, usikimbie sana kwa mtu ambaye pengine hujao na ukaribu naye. Labda pengine Roho Mungu amekuongoza. Jifunze kuwa na utulivu ili Roho Mtakatifu akufundishe na akuongoze nani unaweza ukasemezana naye. Sio kila mtu unaweza ukasemezana naye. Hawa wote kwa pamoja wakaamua kusemezana. Nami nakwambia hapa, Mungu anapokuona unapita kwenye changamoto, aidha atakuletea watu wa kusemezana nao, aidha atakuletea mtu wa kusemezana na wewe, ama wakati mwingine Mungu ataachilia ujumbe ambao utakuwa unagusa maisha yako, ambao kupitia mtumishi wa Mungu ambaye anamwakilisha Mungu, Mungu atakuwa anasemezana na mtu ambaye anapita kwenye mapito hayo, mtu ambaye anapitia kwenye hali ya hofu. Wakati watu wanakimbizana, wakati watu wanasema njaa hii, wakati watu wanasema Washami hii vita tutakufa tu, wao wakoma wakawa wameshinda roho ya hofu. Jambo la kwanza walianza kusemezana. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Wakasema tutakaa hapa mpaka tufe. Moja kati ya roho ya hofu inapokuwa ndani ya mtu, inaweza ikamfanya akae sehemu moja, isiruhusu movement, isiruhusu kutoka pale ulipo na kwenda sehemu nyingine. Hawa wakasema tutakaa hapa, mahali ambapo tumetengenezewa hofu ya kutengwa na ndugu zetu, wakatuweka hapa. Manake kile kituo walichokuwa wamekaa ni kituo ambacho kilikuwa kinatawaliwa na hofu. Wakasema hapana, tuwezi kukaa hapa, lazima tutoke. Hofu ina kawaida ya kumfanya mtu atulie sehemu moja, asichukue hatua kwenye maisha yake, ama wakati mwingine kulizika na kila anachokipitia. Wao hawakuweza kulizika. Wakasema tuwezi kukaa hapa hata kama kwenye nchi pametanda. Wakaulizana twende wapi? Wakasema tukienda mjini kuna njaa, lakini pia tukienda kwa Washami kule sijui atatuhifadhi. Manake kulikuwa kuna vita inayoendelea. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo unaanza kuona kama usipoishinda roho ya hofu itakuweka. Na wakati mwingine mimi nikwambie hivi, familia zetu tukichunguza mara nyingi, waliotutangulia walishindwa kupiga hatua, walishindwa kufanya vitu ambavyo vingeleta mabadiliko ndani ya familia, ndani ya ukoo. Kwa nini? Kuna roho ya hofu ambayo ilitawala ndani. Ilitawala ndani. Na shetani siku zote yupo kuhakikisha anatengeneza hofu. Hofu. Nikawa mwaka fulani, nikawa kijiji fulani, nikaambiwa kwenye hichi kijiji miaka ya nyuma kidogo, mtu alikuwa hawezi akajenga nyumba akamaliza, nyumba nzuri na akaishi. Nyumba ataijenga, lakini ataingia mule akiwa amenyamaza, kwa maana ya kwamba akiwa amekata kauli.
kwa maana kwamba akiwa amekufa. Kwa hiyo kile kijiji kikatengenezewa hofu ya kwamba mtu yoyote akijenga nyumba ni lazima umauti umfike. Kwa hiyo watu wakawa wanatoka eneo lile, wakifanikiwa wanaenda kujenga maeneo mengine. Kawaida ya shetani, kawaida ya huyu adui ambaye anatengeneza hofu kwenye maisha watu, anaweza akaitandisha hofu hata kwenye mazingira, kwenye jamii ya watu fulani, ikawepo hofu kabisa. Mungu anataka uishinde roho ya hofu, likapasika. Haitakuwa sehemu ya kwako. Ingawa watu watasema mahali hapa, nyumba hii watu hawalalagi, ila wewe ukiingia unasema mahali hapa nalala, ninaye Bwana aliyeweza kuyashinda yote, katika jina la Yesu Kristo. Sema amen. Sema amen. Kuna watu leo hofu wamefanya wauze nyumba zao, wakati mwingine kwa bei za hasara. Wamefanya wakati mwingine wakimbie miji. Wanasema tumtumie tu, tumtumie mapaka. Yanalia utafikiri mtoto mchanga. Yanalia usiku. Kwa nini? Wanatengeneza hofu. Na hofu wakati mwingine inakuja, inakuwa na malengo. Hakuna chochote ambacho kiko ndani ya mtu ama kinachiliwa ndani ya mtu hakina malengo. Hata hofu inapokuwa ndani ya mtu inakuwa ina malengo. Tunaituma hofu ili afe mapema. Tunaituma hofu. Wewe hofu nenda ndani yake, utatengeneza pressure kwa sababu wana hofu. Ndio. Tunaruhusu kabisa wanafunga kwenye eneo la uchumi. Wasema tunaruhusu acha kopi, atapewa. Fedha anaitaka atapewa. Lakini ndani yake sisi tunatengeneza roho ya hofu. Ukishaichukua fedha ukaingiza kwenye mzunguko, kinachotengenezeka ni ile hofu. Ninarudishaje deni hili? Narudishaje deni hili? Narudishaje hii hela? Kwa hiyo badala ya kufanya mzunguko wa ile fedha kuifanyia kazi, adui anaanza kukusofisha kwa hofu na kuanza kukupandia wakati mwingine pressure. Kuna watu wamefilisika au kutakiwa kufilisika, ila adui aliwatumia roho ya hofu kwenye yale ambao wanayafanya. Kuna watu wamekufa mapema, adui aliyotumia roho ya hofu. Ashukuriwe Mungu amekuleta mahali hapa. Ashukuriwe Mungu unafuatilia ujumbe huu. Ashukuriwe Mungu ameamuru tukutanike mahali hapa. Mungu anasema hivi, anakupa maarifa wewe yatakayokufanya usiangamie. Maana maandiko yanasema watu wangu wanaangamia kukosa maarifa. Kinachomfanya mtu angamie ni kiwango kidogo cha maarifa, lakini kinachomfanya mtu asiangamie ni kiwango kikubwa cha maarifa. Pokea roho ya maarifa katika jina la Yesu Kristo. Sema na watu wa YouTube, kuna changamoto kidogo ya mtandao, lakini baadaye somo hili litakuwa tu mtandaoni. Kwa hiyo unaanza kuona kuna changamoto ambayo adui anaitengeneza kabisa. Na wakati mwingine kuna watu mpaka wamezeeka, hajawahi kusubutu kufanya kitu ambacho kilikuwa ndani ya moyo wake. Wameondoka na vile vitu walivyokuwa navyo. Hofu imetawala, hofu imetanda. Itakuwaje? Hofu. Vijana wanashindwa kuoa. Anajiuliza, nikiwa na mke nitamlisha nini? Nitamvisha nini? Ana hofu. Wakati huo ana mikeka ya shilingi 20,000 kabeti hapo, na hakuna hata mechi moja atakayopata. Na hapo hajaweka vocha, na hapo hajala. Matumizi yake ni zaidi ya 20,000 kwa siku, lakini amejengewa hofu ya kuitwa baba. Nianze kuitwa baba sasa hivi. Adui anatengeneza hofu. Umri hausimami, umri unazidi kwenda. Masaa yanavyosogea ndivyo ambavyo uzee unavyokuja. Tarehe zinavyobadilika ndivyo maisha yanavyobadilika, na kila kitu kinabadilika. Kwa hiyo unaweza kushangaa adui akamfunga mtu kufanya maamuzi sahihi kwenye maisha yake. Wakoma wakasema, ya nini tubaki hapa? Tukibaki hapa tunakufa. Tunakufa. Usipoishinda hofu itakupelekea kufa, lakini ukiishinda hofu utainyamazisha na utasawi katika jina la Yesu Kristo. Sema amen. Utasawi katika jina la Yesu Kristo. Sema amen. Utasonga mbele. Sema amen. Haleluya. Mungu akupe ufahamu huu ukayaelewe mambo haya na uishi milele. Sema amen. Sasa mstari wa 4 wakasema hivi, tukisema tutaingia mjini. Tukisema, yani kama tunaafikiana kwenye kikao chetu hiki cha watu 4 wenye changamoto ya aina moja, tena jamii iliyotutenga, tukiafikiana
kwamba tutaingia mjini. Tutaingia mjini. Wasema kama tutafikiana tutaingia mjini. Sikiliza nikwambie. Hey, la kapasika. Asante Roho Mtakatifu. Kwenye maisha yetu kuna watu tuna changamoto mbalimbali. Hawa walikuwa ni wakoma, wenye ukoma kwa maana kwamba viungo vyao. Lakini kwenye maisha yako wewe, tuondoe ukoma uliokuwa nao. Kuna kitu ambacho kwako kinakupa mtihani, ambacho wakati mwingine kinakutengenezea hofu. Hofu kabisa. Itakuwaje? Itakuwaje? Ukiangalia watoto wako unasema itakuwaje? Ukiangalia maisha yako itakuwaje? Ukiangalia uchumi wako itakuwaje? Hao walikuwa na ukoma. Lakini na sisi kuna mambo ambayo tulionayo nje na ukoma, lakini kuna kitu ambacho uko nacho. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakasema hivi, tukisema tutaingia mjini, mjini mna njaa. Tukisema tutaingia mjini, sikiliza nikwambie, udhaifu ulionao sio kwamba Mungu atashindwa kukutumia. Udhaifu wakati ulionao, wakati mwingine changamoto ulionayo, Mungu haiangalii hiyo changamoto, lakini anachoangalia una uwezo wa kuchukua hatua ili aweze kufanya. Hawa kweli walikuwa wakoma, lakini Mungu alichokuwa anaangalia ni wao kusubutu kuchukua hatua. Kuna mambo hayataweza kutokea kama hujachukua hatua, na kuna mambo yatatokea kama umechukua hatua. Mungu anawaangalia ingawa ni wakoma, wana changamoto, lakini Mungu anasema hapa, ninahitaji kuona imani za kwenu, nahitaji kuona mkichukua hatua. Wakaanza kuyachunguza mambo. Moja kati ya vitu ambavyo kwenye maisha yako na Roho Mungu akusaidie, usikurupuke. Usikurupuke. Wakati mwingine kuwa na kikao chako mwenyewe, halafu mruhusu Roho Mtakatifu kwenye hicho kikao chako akushauri, akuelekeze, ili unapofanya maamuzi uyafanye maamuzi yaliyo sahihi. Hawa wakoma wakasema kama tutaingia mjini. Walikuwa wamekaa pale, wakaanza kuona mji, wanayaona mambo. Tukitembea na Roho wa Mungu, unaweza kuona mambo miaka 10 inayokuja. Unayaona mambo, unachunguza. Unaweza ukaliendea jambo kabla hujaanza kulifanya. Unaweza ukafanya maamuzi kabla ya kitu hujakiendea. Mungu ana kawaida ya kutuonyesha yale yanayoendelea. Rakapasika rabasika. Yale yanayoendelea likapasika. Mungu akakupe neema ya kuyaona. Hawa wakaona. Wakaona. Ngoja nikusomee. Anasema hivi, libosika. Tukisema tutaingia mjini, mjini mna njaa, nasi tutakufa humo. Tukisema tutaingia mjini, mjini pana njaa, pana njaa. Tukisema tuingie mjini, mjini pana njaa. Tukisema tubaki sawasawa na mambo ya familia yetu yanavyotaka, ufuate mila za ukoo wenu na matambiko, nikwambie hivi, utamaliza kama ambao waliokutangulia. Vile vile wakasema tukienda mjini kuna njaa. Huko uwezekano wa kufa ni rahisi. Kila mmoja ana matatizo, analia. Yaani kila mmoja analia njaa. Nani atatusaidia? Tuangalie vitu kwa umakini, tufanye maamuzi kwa umakini. Mji tayari umetengeneza hofu. Sikiza mwana Mungu, kuna hofu ya mazingira. Kwenye hichi kikao, wakati wamekaa, wanaanza kuangalia mji. Taarifa zilizopo kwenye mji kwamba mjini pana njaa. Kuna hofu ya mazingira. Kuna hofu ambayo inatengenezeka kwenye maisha yako wakati mwingine kwa kusikia kutoka kwa watu. Wanakuambia kwenye ukoo wenu, familia kwenu, hakuna mtu ambaye aliwahi kutoboa. Hakuna mtu aliwahi kufanikiwa. Kuna taarifa ambazo unazipata ambazo zinatengeneza hofu. Wakasema mjini pana njaa, lakini wamekwisha kuishinda hofu. Kumbuka ya kwamba walifukuzwa, na kikao hichi wameamua kufanya maamuzi. Haijalishi ya kwamba tulifukuzwa kwa changamoto ya ukoma, lakini tuko mahali hapa kukabili tatizo lililoko mbele yetu. Hatukubali kufa na njaa. Tutakwenda hivyo hivyo. Tunaishinda hofu ya kufukuzwa, ya kwamba wale wakoma ambao tuliwatenga, kwa nini wanachangamana na sisi? Walikuwa wameishinda, lakini waliona kwamba kuna njaa.
wataenda, hata kama wataenda hawataweza kutatua tatizo lao. Anza kuishinda hofu ya mazingira, hofu iliyoko ndani ya moyo wako, hofu inayotawala kwenye maisha yako, kwenye uzao wako, uchumi wako, na Mungu akupe hekima ya kuyaamua mambo na kuyaona katika jina Yesu. Sema mara ya kwanza, sema naishinda roho ya hofu. Sema mara pili, nashinda roho ya hofu. Sema mara tatu, nashinda roho ya hofu. Sema naishinda katika jina la Yesu Kristo. Haleluya! Wakoma wakayaona mambo. Kama wana wa Mungu katikati ya changamoto, lazima tuwe na namna ya kuyaona mambo na kuyakabili mambo. Wakasema kule hatuendi. Sio kwamba tuna hofu, tumeona tukienda hakuna tunachokiendea. Wakaangalia wazubi. Tuangalie mstari wa 4, anasema hivi: nasi tukikaa hapa tutakufa vile vile. Kwa hiyo kama tusipoenda mjini, tukikaa hapa tutakufa. Sikiliza nikwambie, kuna mambo lazima, na kuna watu ambao wamefungwa bila kujua kwamba nikiendelea kukaa hapa hakuna mabadiliko yote ambayo yatatokea kwenye maisha yangu. Yaani mtu amefungwa kabisa. Kama nitaendelea kukaa hapa, kama nitaendelea kuwa na uzembe huu, kama nitaendelea kuwa na uvivu huu, kama nitaendelea kutokuwa mwaminifu, hakuna changes yoyote ambayo itatokea kwenye maisha yako. Hakuna. Kuna watu wamefungwa wasielewe. Lakini maombi yangu usiwe wewe. Kuna watu wamefungwa hata kama anaijua kweli, amefungwa, hakuna movement yote. Yaani kilichomshika kinamwambia baki hapo hapo. Wakasema tukibaki hapa, eti madam tuliwekwa hapa, tukawekwa hapa, waliotuweka hapa, na wakatengeneza sheria hakuna kutoka, tuwe hapa kwenye kambi. Hapana, tunavunja hii miko iliyowekwa, tunavunja taratibu ambazo zimewekwa kwenye maisha yako. Kuna taratibu ambazo zimewekwa bila kujua wewe. Walioziweka pengine hawapo tena duniani. Waliweka taratibu ya kwamba sisi kwenye uzao wetu watakuwa watu wa namna hii. Hakuna mtu yote ambaye ataweza kumove kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Kuna mambo ambayo yaliwekwa kisheria, kuna mambo ambayo yaliwekwa kitaratibu, na hataki mtu yote kuweza kuyavunja. Lakini leo pokea moyo kuweza kuyavunja, pokea nguvu na hekima hiyo ya kuweza kuyavunja, ili utoke pale ulipo katika jina la Yesu Kristo. Shauti haleluya! Nikawa kwenye msiba mmoja, na ule msiba aliyefariki alikuwa anatakiwa kusafirishwa. Nitakuuliza swali. Wakiwa wanasafirisha mwili wa marehemu, kinachotangulia ni miguu, kichwa? Jamani, hamuelewi hata hilo tu. Nauliza, marehemu anaposafirishwa, iwe ni kupelekwa malaloni ama anasafirishwa kwenda kwao kuzikwa, kinachotangulia, jeneza amewekwa kwenye jeneza, kinachotangulia ni miguu yake kuingia kwenye gari ama kichwa? Ni miguu. Kwa nini anatanguliza miguu? Ni miguu, kichwa. Mbona hamueleweki? Wengine kichwa, wengine miguu. Mama yangu, ni nini wanatanguliza? Msema anasema miguu. Haya. Kwa hiyo miguu inatangulizwa, kichwa kinakuwa nyuma. Haya, wanaosema kichwa kinakuwa nyuma, kichwa kinakuwa hatuelewi. Edwin, inakuwaje? Mama yangu, hili darasa halina uhakika. Eleni, eti inakuwaje? Yeye anasema hata hajui. Watu wanasema hawajui. Jamani, wanatanguliza nini?
Ngoja nimpigie mtu mmoja hapa. Hili darasa hili. Haleluya. Watu hawana uhakika. Aha. Unanifuatilia. Eti wanatanguliza nini? Bwana asifiwe. Hello. Bwana asifiwe. Amina. Nimeuliza swali hapa kanisani, wameshindwa kujibu. Roho Mtakatifu amekuchagua wewe kuweza kujibu. Mtu anapofariki, wanaposafirisha mwili wa marehemu kuweka kwenye gari, kinatangulia kichwa kuingia kwenye gari ama wanatanguliza miguu? Tanguliza miguu. Wanatanguliza miguu. Ndio. Kwa nini wanatangulizaga miguu? Sijajua ni kwa nini, ila mimi najua tu wanatanguliza miguu. Kwa hiyo ulizaliwa ukakuta wanatanguliza miguu? Ndio. Na wewe ukaichukua hivyo hivyo wanatangulizaga miguu? Ndio. Amesema wanatanguliza nini? Mzee Simon ulisema wanatanguliza nini? Wanatanguliza nini? Miguu. Sasa nani anaweza kuniambia kwa nini wanatanguliza miguu? Nani anaweza kuniambia kwa nini wanatanguliza miguu? Nani anaweza akasema wanatanguliza miguu kwa sababu 1 2 3? Nani? Utajaribu, sio utajaribu, useme kabisa karibu. Njoo hapo usemee kwenye kisemeo wasikie kabisa na hawa ambao wanafuatilia huko. Haleluya. Sogea tu hapa. Unasema kwamba wakitanguliza ni kwamba wakitanguliza kichwa ni kwamba lile tatizo ni kama kwamba watalipeleka wapi? Litapelekwa, wataenda nalo pale kule nyumbani. Kwa hiyo ndio maana wanatanguliza miguu ili kuliacha tatizo lisije likawafuata. Haya. Sasa wanatanguliza nini? Miguu na wala sio kichwa. Wakitanguliza kichwa, tatizo la msiba maana yake litafata malango ya familia. Lakini wakitanguliza miguu maana yake tatizo wanaliacha. Sasa nikakutana na mtumishi mmoja Mungu. Wakati mwili unawekwa kwenye gari, wakasema kawaida wanatangulizaga nini? Miguu. Yeye akasema sisi tuliokoka hatufungwi na mambo ambayo tusiyoyaelewa. Hapa leo tunabadilisha mambo. Tunatanguliza kichwa na mwili wa marehemu utafika. Lakini moja pia sababu ambayo nasemaga hivi, ukitanguliza kichwa hamtofika mnako kwenda. Na nakubaliana mimi kwamba hamtofika mnako kwenda. Litatokea tatizo. Yaani marehemu anakataa. Hakuna. Jamaa akasema hivi, sasa leo ndo tutaona tuna Mungu ama tuna Mungu. Huyu anaenda kuzikwa hazikwi. Tuone kama atagoma. Kaingizwa kwenye gari. Watu wamwambia bwana hakuna. Amesikiliza, nimeokoka, hatufungwi na mambo ambayo ni ya mila. Mwili ukaingizwa, ukweli tulifika na marehemu alizikwa wala hakugoma. Hakugoma. Sasa kwa nini nazungumza hivyo? Kuna vitu ambavyo, yani kuna mambo ambayo unayakuta unaambiwa utaratibu ni hivi. Yale mambo yatakukalisha. Wakoma wakaambiwa nyinyi mmetengwa, kaeni hapa. Hakuna kutoka hapa. Na walikuwa wanahudumiwa, kumbuka, kuletewa chakula. Wakashangaa hawaoni watu wanaowaletea. Wao ingawa taratibu ziliwekwa na sheria, walivunja sheria wakitafuta uhai wao, wakitafuta hatima zao. Na nikwambia kuna mambo ambayo lazima unyanyuke uyavunje, hata kama uko unasema hivi,
hata kama ni waabudu mashetani, unaonyesha msimamo wako ya kwamba mimi sishiriki haya mambo. Hata kama natengwa, unajisimamia. Wakoma hawa wakasimama wakasema, hapa tunatoka, hatutokaa hapa. Roho ya hofu ina kawaida ya kutengeneza mazingira ya kumfanya mtu abaki eneo moja na asiondoke. Mungu akupe neema ya kuelewa kila ambacho Roho Mungu asema mahali hapa, ukavunje taratibu ambazo zimekuweka eneo moja, ambazo zinapekea maisha yako yasibadilike. La kapasika, sema amen. Hofu wakashinda. Sasa tuendelee. Anasema hivi. Anasema tukisema tutaingia mjini, mna njaa, nasi tutakufa humo. Nasi tukikaa hapa tutakufa vile vile. Haya, twende tukaliendee jeshi la Washamu. Wakituhifadhi hai tutaishi, wakituua tutakufa tu. Anasema hivi, tunajua kufa kupo, lakini tukienda mjini 100% tunakufa. Kufa kupo. Wanadamu tunaoishi chini ya jua, kufa kupo. Lakini kuna watu leo wana hofu ya kifo, kana kwamba haelewi kwamba tuko duniani kwa muda, kuna maisha mengine baada ya haya, kuna maisha ya milele. Yani kufa kupo. Lakini wanadamu walio wengi wana hofu ya kifo. Sikiliza, haukuletwa duniani uishi milele, ila hapo uliletwa ufanye mambo fulani, na baada ya kutimiza yale ambayo Mungu alitaka uyafanye, utarudi sasa kuishi kwenye maisha ya umilele. Lakini kuna watu wana hofu ya kufa sana, na adui ameitumia roho ya hofu kumfanya mwanadamu aishi kwa hofu, na wakati mwingine kumpelekea afe mapema kabisa kabisa. Mtu anaweza akawa na ugonjwa, kinachoimba ndani ya mwili wake, wewe ni wakufa, wewe ni wakufa tu, na imetawala hivyo, ni wakufa tu, ni wakufa tu. Hawa wakoma walikiona kifo kinachotokana na njaa, lakini hawakubali kufa, hawajachukua hatua. Haleluya. Walijua lazima tuende, lazima tuishi, lazima tuishi. Sikiliza, kuna changamoto unaweza ukaipitia, na ile changamoto ikawa inakutengenezea hofu, na ikawa inakuhubiri wewe ni wakufa tu, ingawa wanadamu wote ni wakufa kabisa. Daktari anasema kwa ugonjwa huu, na kwa hali yako hii, wewe jiandae tu. Sikiliza, adui anatumia watu. Mungu anayo majibu ya maisha yako. Mungu anaijua hatima yako. Anasema akusamehe maovu yako yote, akusamehe maovu yako yote. Na Mungu ananiambia pacha nikufundishe, anaposema akusamehe maovu yako yote, sikiliza nikwambie, nikutolee kwa mfano, unaweza kanieleza, unaweza kanielewa. Yesu alipokuwa na wanafunzi wake, alikuwa anaenda sehemu, akaona mti wenye kijani, na mti ule ulikuwa unaashiria kwamba ni lazima uwe na matunda. Alipokwenda kwenye ule mti, ulikuwa ni mti wa mtini. Alipokwenda akaangalia, hakuona matunda. Yesu akasema, akaulani ule mti, akaulani. Unakumbuka vizuri alisemaje? Alisemaje? Alisemaje darasa? Akatamka maneno kwamba ule mti hautokuwa na uhai tena ukaendelea kuzaa. Yesu alikuwa na wanafunzi wake alipotamka maneno yale. Wakati wanaondoka na wanafunzi wake, si kwamba ule mti ulipoteza ukijani pale pale, si kwamba ule mti ulikuwa kawia pale pale. Wakati wanaondoka, walikiona kijani kipo kwenye mti. Na wakati mwingine wanafunzi walimshangaa Yesu, ameulani mti, lakini mbona hujakauka? Mbona hujakauka? Mbona hujakauka? Mpaka wanaenda wanapotelea kwenye safari yao, mti ulikuwa vile vile, haukuwa umekauka. Lakini Yesu alitamka neno ya kwamba hautozaa tena. Kwa maana yake ule mti ulitamkiwa neno la kutokuishi tena. Ingawa Yesu anaondoka eneo lile, mti ulikuwa unaonekana una uhai ndani. Sikiliza nikwambie, ndivyo ilivyo. Wanafunzi hawakuelewa, hawakuamini kwamba kuna kitu kilichotamkwa. Mungu anapotamka kitu kwenye maisha yako,
Shetani anachokifanya wakati mwingine ni kufanya kuliona tatizo kama liko pale pale. Unaambiwa umepona, nenda kwa imani, umepona. Lakini mtu anaenda kichomi. Na ndio kuna wakati mwingine tunafanya maombi kabisa hapa. Tunaomba kabisa kwenye tatizo fulani. Lakini bado kuna mtu mwingine haamini tu. Atakutafuta kwa namna nyingine tu, haamini tu ya kwamba kuna kitu kimefanyika kwenye maisha yako. Yesu alipotamka hakugeuka tena. Lile tamko lilikuwa lina maana, lile tamko lilikuwa na nguvu, lile tamko lilikuwa lazima litoe uzilisho. Sasa Mungu anaposema akusamehe, akusamehe, amekusamehe kweli. Shetani huwa anabaki anasema wewe hujasamehewa. Na ndio maana kuna magonjwa. Biblia inasema wingi wa dhambi ni mauti. Kuna watu wana magonjwa leo ni kwa sababu ya aina ya maisha walioishi. Ni dhambi ambayo alizifanya ikapelekea kuwa mgonjwa. Sasa unapokuja mbele za Mungu na Mungu anaiona toba, Mungu anakusamehe. Ila shetani anakuambia wewe ni wakufa tu, wala hujasamehewa. Na Mungu anasema akusamehe maovu yako yote, aukomboa uhai wako na kaburi, akuponya magonjwa yako yote. Shetani anakuwa anatengeneza kuiona picha ya kaburi, kuona picha la jeneza, kuona namna ambavyo utakavyozikwa. Kwa hiyo adui anampiga mtu pofu wa kuona kila ambacho Bwana ametamka ama zile ahadi za Mungu za uzima. Unaambiwa pokea uwe mzima, umesamehewa kabisa, lakini unaishi maisha ambayo unaona hujasamehewa. Hiyo ndio kazi ya shetani, anaotengeneza hofu. Anasema kwa kupigwa kwake sisi tumepokea uzima. Unatakiwa uamini ile neno kwamba alipopigwa Yesu mimi nimepokea uzima. Haijalishi madaktari wanasema nini, vipimo vinasema nini, ila mimi nasimama kwenye neno la uzima. Nasimama kwenye neno la nini? La uzima. Nasimama kwenye neno la nini? Nasimama kwenye neno nini? La uzima. Bwana Yesu asifiwe sana. Paulo, ukisoma Biblia, Biblia inasema kwamba Paulo alikuwa na mwiba. Wanasiolojia wanasema ule mwiba wa Paulo ulikuwa ni ugonjwa aliokuwa nao, lakini ni aliyekutana na Yesu akaamua kumbadilisha kutoka kuwa muuaji na kuwa mtumishi wa Bwana. Lakini Paulo aliishi na mwiba ndani yake na akifanya makusudi ya Bwana na akifanya mapenzi ya Bwana. Kuna jambo linaweza likabaki ndani yako. Kuna jambo, vipimo vinaweza vikaonekana kwamba tatizo lipo. Lakini kwambie pamoja na kwamba na tatizo, kuna watu wataondoka chini ya jua, wewe utabaki. Utaishi miaka ambayo nje hata wanasayansi wakisema kwa tatizo hili huyu mtu angekuwa ameshakufa. Hautokufa, utaendelea kuyafanya mapenzi ya Bwana, kwa sababu Bwana ndiye atiaye uhai maisha ya mtu, na Bwana ndiye anayeachilia uhai ndani ya mtu. Haleluya. Ingawa kuna jambo linaonekana ndani yako irika pasika, lakini unashangaa unazidi kwenda tu, unazidi kwenda tu. Paulo alizidi kupeta na kufanya kazi ya Bwana, wala kuweza kuondoka mpaka mahali ambapo aliweza kutimiza kusudi la Bwana. Nami naiona kwako katika jinsi hizo. Shinda roho ya hofu iliyoko ndani yako. Wakasema ni bora tuwaendee jeshi la Washami. Wakituhifadhi hai ni sawa, tukifa ni sawa, kwa sababu tukikaa hapa tutakufa tu vile vile. Kwa hiyo ni bora tusubutu twende kwenye maisha yetu. Na hapa ndipo ambapo mimi najaribu kusubutu kufanya vitu ambavyo ni vya tofauti. Yaani kuna mambo ambayo ukichunguza baba na mama waliyaishi, hakuna changes yoyote ambayo ilitokea kwenye maisha yao. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo unatakiwa usubutu wewe, uamue wewe, uamue wewe. Kuna watu hawajampokea Yesu wamekufa vifo vya ajabu. Kuna watu hawajampokea Yesu wamekuwa na mafanikio. Nikapita kijiji fulani nikaonyeshwa tajiri mmoja alikuwa na jina hapa Geita. Sitoweza kumtaja, jina kubwa. Nikaambiwa unaliona kaburi lile? Nikamwambia ndio. Lile kaburi ni la jamaa fulani ambaye alikuwa ni mtu mkubwa sana hapa kwenye mji wetu huu. Lakini kaambiwa kwao, yani nyumba za kwao. Mpaka unasema mali alizokuwa nazo, vitu alivyokuwa nao, leo hakuweza hata kupandaa kwao. Amelala mahali ambapo yani
nafasi aliyokuwa nayo, uwezo alikuwa nao, mpaka unashangaa. Sikiliza nikwambie, kuna vitu kwenye maisha yako lazima uamue kuyataka mabadiliko. Kuna vitu kwenye maisha yako lazima useme hivi, kama baba aliishi maisha haya, kama mama aliishi maisha haya ambao ndani yake alikuwa hayana utukufu wa Mungu, mimi nataka niishi maisha haya. Haijalishi kuna matokeo ambayo nitayapata ama sitoyapata. Tunapoliski maisha yetu, unapoliski jambo lote, huwa majibu ni mawili tu, kwamba kama nitafanikiwa ni sawa, nisipofanikiwa ni sawa, lakini kutokufanikiwa pia hakunifanyi nisiendelee. Haleluya. Lakini pia kufanikiwa pia kutaniongeza kwenda mbele. Ni lazima uamini kuna Mungu aliyeumba mbingu na vitu vyote, na lazima uamini katika kufanikiwa katika yeye, na lazima uamini kwamba nikisimama na yeye na kulipa gharama, kuna mahali ambapo Mungu atanipeleka. Yeye anaweza yote, niwe kufanya uamuzi. Hawa wakasema tukibaki hapa takufa. Tunaliendea jeshi la Washami ambalo wana wa Israeli wameshindwa, lakini sisi tunaendea. Madam tunaelewa kule kuna chakula, tunakwenda kwenye hilo jeshi. Nami nakwambia hivi, safari ya kwenda mbinguni, safari ya kumfuata Yesu, safari ya kufanyika kuwa mwanafunzi wa Yesu Kristo, ni safari yenye uhakika na ni safari yenye uzima. Yoyote anayechukua hatua za imani na kuanza kwenda, ni lazima atakutana na muujiza wa kukutana na Yesu. Lazima kutana na muujiza wa hofu kuondolewa, na yale yaliyoshindikana kwa wengi wewe kuweza kuyapatia majibu katika jina la Kristo. Mungu anachongoja uchukue hatua ya imani kuweza kusonga mbele, uishinde hofu ya mazingira na hofu inayokutawala kwenye maisha yako. Sema amen. Ishinde. Ishinde tu. Kuna watu hata inapofikia Roho Mungu anakusemesha kabisa, fanya kitu fulani, fanya kitu fulani, lakini kuna hofu inatengenezeka ndani. Ukitoa hiyo hela ulionayo, wewe utaishi vipi? Utaishi vipi? Lakini Mungu kumbe kwenye maisha yetu, kila inapoitwa leo, kuna mtu anaingia kwenye chumba cha mtihani, anakutana na Roho Mtakatifu, unaingia kwenye chumba cha mtihani. Yani hatutoamka kwamba tutangaziwe tangazo pengine la pomondo kama ambavyo inapitia kwenye nzego, kwamba leo Bwana Mabula anaingia kwenye mtihani wa Roho Mtakatifu, anatestiwa. Hakuna tangazo kama hilo, ila utakutana nalo tu papa, ndio unatakiwa uingie kwenye chumba na ujibu. Sasa kuna mahali Mungu anatuingiza kwenye vyumba vya mitihani, wakati mwingine tukiwa peke yetu kwenye maisha yetu, mizunguko yetu, kwenye familia yako, wakati mwingine ukiwa kwenye kusanyiko, kwenye hema la kukutania. Hili ni hema la kukutania. Pengine Mungu anaamua kukuingiza kwenye mtihani, na mtihani huo wewe mwenyewe unaelewa, anakutest. Wengi tumeshindwa kwa sababu ya hofu. Unajiuliza itakuwaje? Itakuwaje? Nitaishi vipi? Nitakula nini? Unajiuliza maswali mengi sana yasikuwa na majibu, mambo mengi. Lakini unaposimama na tendo la imani na kusema ninakwenda, la kapasika, wakoma wakasema tunakwenda, tukikaa tutakufa, bora twende kule ambapo tunaelewa kwamba watu wanaishi, watu wanakula. Bora umchukue huyu Yesu na uamini ya kwamba Yesu anaweza kuleta mabadiliko yote kwenye maisha yako na akakufikisha kwenye level ambayo unataka. Ukimwamini, ukashinda yanayoletwa mbele yako kama majaribio ya kuweza kukuvusha, Mungu utaanza kumuona akifanya vitu kwenye maisha yako. Na mimi naomba kwako ikatokee. Chukua nguvu ya imani ama tendo la imani, ukaishi sawa sawa na vile ambavyo Mungu anasema katika jina la Kristo. Shauti haleluya. 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 Mimi nataka nikufundishe. Jumapili nikakwambia hivi, moja kati ya vitu ambavyo nakutana navyo mimi sana kwa sasa hivi, najua ni mchakato mkubwa, ni kwenye eneo la uchumi, eneo la fedha. Mungu anani, napita kwenye jaribu sana hilo. Nikiwa hapa
nasikia ndani toa, na maelekezo nayapata kumsaidia mtu ambaye amepiga simu kwenye kipindi, nalia, nasema mimi mpango wangu ni kujua. Sasa anakuja hapa, Mungu anakuambia fanya. Wewe mwenyewe unaona hapa nikafanya, tukafanya na ambao uliweza kufanya. Hivyo wewe sijua kwamba niliyoyatoa Mungu amenirudishia. Kwa sababu nimeshinda nikatoa, lakini Bwana amenirejeshea. Amenirejeshea. Nikaagiza mpaka sabuni ziko nyumbani lete. Nimerejeshewa na Bwana majeshi. Nimerejeshewa na Bwana majeshi. Mungu anakupa zaidi ya vile ambavyo wewe unafikiria. Kwa nini umeweza kushinda? Haujaangalia kwamba itakuwaje. Haujaangalia. Niliagiza kilo 4 za sukari, lakini mtu wanne akaingilia akasema zije 4. Haleluya. Kama ambavyo siku ya kesho tutamkesha hapa. Haleluya. Mtu wanne anakwenda kuingilia kesi ya maisha ya mtu hapa. Haleluya. Ikaagiza. Na mimi tena zimekuja kilo 4 za sukari. Ngoja nikwambie, yani kuna vitu ambavyo yule mama alitoka amebeba nini? Furushi kichwani kubwa kubwa, na mimi pia limeingia furushi kubwa. Haleluya. Kama ambavyo alivyochukua Mungu anakupa. Haleluya. Nilitoa fedha na mimi pia Mungu amenipa. Yani kuna namna ambavyo unavofanya, kuna namna ambavyo Mungu anakuvusha. Lakini kuisikia sauti ya ndani inauma sana. Kuna wakati unasikia kabisa unatoa hiki kitu wakati mwanao hana kiatu. Unatoa hiki kitu wakati mwanao hana nguo za kuvaa hata za kushindia. Yani unasikia sauti inakuhubiri, lakini Bwana anakuambia toa. Toa. Masuala ya imani, wakati mwingine anayepita kwenye hicho kitu unaweza usimuelewe. Muache yeye na Mungu wake. Wakati mwingine mtu anayetembea kwa imani na kuisikia sauti ya Mungu muache. Mtu ambaye labda anafanya vitu vya ovyo sana ndiye ambaye anaweza asieleweke. Mimi naweza nikasema nikamwambia mke wangu sina hela kabisa, lakini labda katika kutembea kwangu na nini nikakutana na hela, nikawa mkanisani akashangaa nimeona nimetoa kitu fulani. Alafu kashangaa aliniambia ana uhitaji wa kitu fulani. Alafu kanisani ameniona nimetoa kitu fulani. Hawezi kwanza kuniuliza. Hakiniuliza anamwambia Bwana alisema, sasa nafanyaje? Tumemaliza hapa. Kwa hiyo nilikuomba ya kusuka umetoa 20. Si ungenipa mimi hiyo? Bwana amesema itolewe. Wewe issue ya kusuka tuangalie Mungu akitoa basi. Kama hajatoa endelea kuvumilia mama. Kuna majira ya kusuka misuko ambayo hujai kusuka, na kuna majira ambayo utasuka hata kama umelala. Haleluya. Yani watu wanakusuka uko usingizini. Haleluya. Kuna majira ya Mungu kukutesa. Sasa lazima ujue majira hayo. Na wakati mwingine majira hayo yanahitajika kwa sisi ambao tuna wake, una mume, uelewe wakati ambao mtu anaupitia. Kuna majira ya mtu anapitishwa na Mungu. Sio kwamba mtakosa kula. Mtakula. Na Mungu anapokupitisha na unapotia kwake, pia Mungu ana kawaida ya kufungulia baraka kwenye maisha yako. Hautobaki kama ulivyo. Hautobaki kama ulivyo. Hao wakasema tunakwenda lika pasika, kama tutakufa sawa, lakini tumekwenda, tumesubutu kwenda. Tumesubutu kwenda. Tumesubutu. Haleluya. Ngoja nikwambie kitu. Kuna mahali kuna mahali mimi nazungumza nikufundishe kwa sababu nimeshavuka hilo eneo na Mungu amenisaidia. Kwa mfano, wakati Mungu ameniambia Edina anatakiwa akasome na wewe ulipe ada, naambiwa mwenyewe. Alafu nimeambiwa niko kwenye maombi. Sasa akili, kama usipokuwa na Mungu, jambo hili kwanza linaweza likaleta mtafaruku. Jambo la kwanza, si umeambiwa wewe, alafu una mke, alafu mke asiwe na roho wa Mungu ama asiwe na Mungu. Shughuli inaanzia hapo. Kwa sababu huwezi ukafanya jambo kwa siri. Ukifanya jambo kwa siri wakati mwingine ndio unatengeneza bomu. Bora uwe muwazi. Kuna vitu ukivifanya ukificha unatengeneza bomu ambalo hata kama ndani yake lilikuwa halina ukweli, lakini litaipa nguvu kwa sababu ulifanya kwa siri. Mbona hukuniambia? Kulikuwa kuna agenda gani ya ziada? Sasa mimi nikachukua ule ujumbe nikamwambia mama,
nimeambiwa na Bwana wa majeshi yule binti pale kanisani akasomea kitu fulani na sisi ndio tunatakiwa tulipe ada. Akaniambia kama Bwana amesema sawa. Haleluya. Sasa bii yake ni hivi, shetani angeweza kumtumia yule mama. Kaambia kwa sasa hivi umeamua kunisomeshia kabisa. Aidha akasema huyo unayemsomesha atakuwa hawala yako. Unaona sasa shetani alivyo? Shetani ana namna ya kuweza kutengeneza hofu juu ya mtu wakati mwingine kisifanyike kitu fulani. Na kuna watu ambao leo wameshindwa kusaidia watu ambao Mungu aliwaleta kwenye maisha yao kama sehemu ya kukuvusha. Lakini kuna vitu ambavyo vilikuja vikakutengenezea hofu. Kuna namna ya kuweza kushinda kinachokuja mbele yako na kufanya kile ambacho Mungu anataka. Sasa kuna wakati nikaa najiuliza hivi. Kuna wakati kwenye mambo yako binafsi yanakuja, unatakiwa ufanye. Wakati mwingine chuo umefungulia, hela inatakiwa, kule inatakiwa, aiza unalipa. Kuna wakati kwamba au ningeacha tu. Yaani kuna kitu kinakuja au ningeacha tu. Kumbe ni kitu ambacho Mungu amekutaka ukifanye. Ukitende ni mtihani. Na kuna mtihani mwingine ambao anakuja, unaangalia una ndugu zako, unaangalia una mama yako, una watu ambao unawazunguka pengine wa karibu yako, ambao pengine unasema bora ningefanya kwa ndugu yangu, lakini Mungu anasema nataka ufanye jambo hili. Sasa maana yake unapovuka Mungu anakuwa amekuvusha. Kuna watu hatuwezi kufanya mambo mema kwa watu wengine, mema. Kama mtu akifanya anatarajia kuna kitu akivune. Hawezi kutenda wema wa hivi. Sikiliza, kuna mahali Mungu anataka utende jambo na uende bila kuangalia nini utalipwa. Sasa hofu ilikuwa inatawala wakati mwingine. Nitawezaje? Mbona na vitu vingi ambavyo vinanikabili ni vingi sana. Lakini ndani nasikia naweza mambo yote. Kuishinda ile roho ya hofu. Kuishinda roho ya hofu. Bwana mzee sana. Unaishinda roho ya hofu, kulikabili ile jambo na kulifanikisha. Na Mungu ananiambia kanisa lazima lishinde. Na kuna vitu ambavyo Mungu atavileta kwako, kwa wengine, kwa mtu mwingine kabisa, ukifanye kwa gharama yote ufanye bila kuangalia itakuaje. Kwa sababu huyo ndiye Mungu. Wakati unapanda utapanda kwa machungu, lakini wakati wa kuvuna utavuna kwa kicheko. Na mimi naona kwa watu wote wanaotenda mema bila kuangalia, unatimiza kila ambacho Mungu ametaka kwenye maisha yako. Wewe songa mbele katika jina la Yesu Kristo na kufundisha mahali hapa. Kwa sababu kuna mwingine anasema kufundisha. Sikiliza, Yesu alitoa mifano. Na mifano mingine alitolea yeye mwenyewe na mifano mingine alitolea watu. Na mimi leo nitatolea mifano kwenye maisha yangu, maisha ya watu na maisha ya watu ambao niko nao. Si ni ukweli, ni uhalisia. Sasa kuna mtu ambaye ukizungumza kitu ni anageuza, ndio unavyotumiwa na shetani kwamba anajisifu. Sio kwamba anajisifu, hapana, ni jambo ambalo limefanyika. Sifa na utukufu ni kwa nani? Bwana wa majeshi. Unapoishi wakati mwingine uwe na uwezo wa kuyaona maisha yako na kuyaona maisha ya watu wengine na kugusa maisha ya watu wengine. Na ndivyo ambavyo Mungu anataka. Sasa adui huwa anatengeneza hofu ya kutaka kutugusa maisha ya watu wengine. Mungu atakupitisha kwa kukujaribu. Kujaribu kwa ajili ya watu wengine. Haleluya. Kukujaribu kwa ajili ya watu wengine. Ilikuwa ni rahisi kwa mfano Jumapili mimi niseme si bora nikalipe ada ya mama yangu. Nikalipe kodi ya mama yangu. Mama yangu anaishi kwenye nyumba ya kupanga, nalipa kodi. Kwa nini nafanya hivi? Nasikia sauti ambayo inanisukuma, fanya, tenda. Fanya. Mungu atafanya. Kuna maeneo mwanangu bila kuyashinda uweze ukaenda mbele. Ili uyashinde, subutu, nenda. Fanya. Tembea. Na Mungu anataka tuache alama. Na alama wakati mwingine hautoacha kwa kujenga ukuta. Utaacha alama kwenye mioyo ya watu. Dorcas akatenda mema. Alipondoka duniani, wale ambao walitendewa mema wakasema Mungu, laiti mtu huyu ungemrejesha. Kwa nini? Alifanya mambo. Alikuwa na moyo wa utumishi kwenye nyumba ya Bwana. Wewe unaacha alama gani? Unaweka alama gani kwenye mioyo ya watu? Mungu anataka tuweke alama. Yesu alikufa akaacha alama kwenye mioyo yetu kwamba alitufia pale msalabani. Na wewe kuna mambo lazima uyafie. Kuna vitu lazima ufanye. Na vile vitu unavyofanya manake unavifia. Kuna
kuna vitu ambavyo lazima. Leo unakuta Mkristo akifanya kitu anaanza kuona namnufaisha mtu mwingine. Mungu hatembei na watu hao. Mungu anatembea na watu ambao anafanya, anasema nimemsaidia huyu mtu, nimemsaidia maisha yake, nimesaidia uzao wake, maisha yaendelee mbele. Mungu ndiye anaangalia hicho. Wewe unaweza kuona mtu mwingine anaharibikiwa, unasema atajijua. Kwani ni wa kwangu, atajijua. Mungu hapendi. Mungu anataka tufinyange uweze kugusa maisha ya watu wengine. Hawa wakasema si tunakwenda, ingawa ni wakoma. Sikiliza, uwezo aliokupa Mungu, kuna wakati unaweza kusema siwezi kugusa maisha ya mtu mwingine. Mimi kuna wakati huwa najiangalia nasema sasa mbona bado na changamoto nyingi, alafu mbona Mungu unanipa? Kumbe Mungu kwenye hizo changamoto anataka niguse maisha ya mtu mwingine. Ananiguse maisha ya mtu mwingine, niguse maisha mwingine. Na Mungu namuomba kwamba niendelee kufanya hivyo kwa kadri ambavyo anataka yeye. Mungu anataka tuguse maisha ya watu wengine. Kuna mwingine anataka mpaka awe na milioni fulani. Mungu anataka kwenye hiyo 100 ulionayo, wakati mwingine uchukue 30 uguse maisha ya mtu mwingine. Uchukue kitu fulani ufanye kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Yaani uguse ufalme wake, uguse na maisha mwingine ya watu wengine kama Bwana anakuelekeza. Watu wengi hatuwezi kugusa maisha ya watu wengine. Unasema mpaka niwe na kingi. Mpaka niwe na kingi, siwezi kugusa. Siwezi kugusa. Ila Mungu anataka tuguse maisha ya watu wengine. Hawa wakasema tunaenda. Kama kufa bora tukafia kule. Na mimi mwana Mungu nakwambia hivi, watoto kama ninakuongoza mimi, ninatafuta watu ambao watakubali tuitwe vichaa wa imani, vichaa wa Yesu. Tufanye kitu ambacho pengine jamii inayotuzunguka na watu wengine washangae, hawa wana imani gani, wanaamini nini? Maisha tuliobakiza haya tulionayo, kwa umri ulionayo, unafanya nini ambapo siku ukiondoka duniani watu wabaki wanasema unafanya nini kwa huu muda? Tumia muda wako kumweka Mungu kwa wa kwanza, na kisha fanya mambo yako mengine. Acha alama kwenye ufalme. Fanya vitu ambavyo usikae tu unawaza juu ya maisha yako. Umetanguliza biashara za kwako, umetanguliza shughuli za kwako, Mungu umemweka wa pili au wa tatu. Mfanye kuwa Mungu wa kwanza. Tuache alama, tuache alama katika jina nani? La Yesu Kristo. Haleluya. Jiulize, ninafanya nini kila inapoitwa leo kwa ajili ya ufalme wa Baba? Nafanya nini? Nafanya nini? Mwingine akitaka kugusa maisha ya mtu anaona kama anamnufaisha. Hilo Mungu hana. Kwa maana jinsi Mungu akaupenda ulimwengu akamtoa mwana wake pekee ili kila aminie awe na uzima. Mungu angekuwa na uchoyo asingeweza kumtoa. Angemtoa kwa wachache ambao pengine ni marafiki zake ambao anawapenda, ila alimtoa. Sikiliza nikwambie, rikapasika. Roho Mungu ananiambia hivi, kuna vitu haviwezi vikapatikana kama usipokuwa na kiwango cha kuinua sadaka yako. Na sadaka imeganyika kwenye vitu vingi sana. Sadaka kwenye malango ya Mungu, kwenye nyumba ya Mungu. Sadaka ambayo Mungu anasema uguse maisha ya watu. Sikiliza, ilikuwa ni rahisi tu kusema wanadamu wakombolewe, kama ambavyo alisema iwe nuru na ikawa nuru. Ilikuwa ni rahisi tu kusema Wasukuma nataka muokolewe, Wahaya muokolewe, wanadamu wote muokolewe. Ililazimika Mungu aje na sadaka. Sadaka hii ni mwana afe, damu yake itoke ili sisi tukombolewe. Kwa lugha nyingine, tumekombolewa kwa sadaka iliyotoka. Kuna mambo lazima uyakomboe, lazima uinue sadaka kwenye maisha yako. Kuna vitu ambavyo havitakuja bila kutoa sadaka kwenye ile eneo ili uweze kushinda. Mungu akatoa sadaka ili sisi tuweze kukombolewa. Kuna maeneo hautaweza kufika. Wako watumishi wa Mungu waliingia kwenye vita, lakini ili waweze kushinda vita kwenye Biblia ukisoma, walitoa sadaka. Wakainua kiwango kikubwa cha sadaka, na kile kiwango kikubwa cha sadaka kikaweza kuyagusa ama Mungu kikamkaribisha pale, na Mungu akaweza kuwapa ushindi. Vile ambavyo unasimama mbele za Mungu kumtumikia, ukisimama kwa uaminifu, ukijitoa, unainua kiwango cha sadaka ambacho hakuna yote ambaye atakugusa na akaweza kuyaharibu maisha yako. Na kuna vitu ambavyo utakuwa unafanikiwa kirahisi sana kwa sababu kuna namna ambavyo umejiinua. Haleluya. Wakaenda. Nilikuwa nasema somo hili litaisha leo, kumbe haleluya. Sasa wakaenda.
Nini walipoenda? Tendo la imani lilifanya Mungu ashuke, na Mungu ashuke akae kwenye nyayo za miguu yao. Na lile andiko lithibitisha kwamba mahali popote mtakapokanyaga kwa nyayo za miguu yenu nimewapa. Mungu akashuka akaitia nyayo za miguu za wale wakoma ziwe na vishindo. Vishindo hivi vikaweze kumiliki. Aliona imani yao, aliona hatua zao, aliona uamuzi waliofanya. Kuna vitu kwenye maisha yako Mungu ili ashuke afanye, anataka aone umeamua, anataka aone umechukua hatua, kisha ingie. Wakati unaliendea lile jambo, kumbe pia Mungu yuko ndani yako. Watu wanaweza kukuona ni kama wewe, lakini tayari Mungu yuko ndani yako, anakwenda pamoja na wewe. Wakoma walijiona kama wao tu wako peke yao, lakini ndani yao kulikuwepo na Mungu. Kwenye minyao za miguu yao kulikuwepo na Mungu. Wakati wanakwenda, jeshi la Washamu likanasikia vishindo. Wakasema, yamkini wana wa Israeli wameungana na maadui zetu wanatujia. Wakoma wakaweza kukimbia. Kuna mambo ukichukua hatua ya imani, kuna mambo ukichukua hatua ya imani, hofu inaanza kukimbia. Yale mambo ambayo yalizonga kwenye familia kwenu yataanza kukimbia. Yameona mtu mmoja mwenye imani aliyechukua hatua kuweza kuyakabili mambo. Wakoma wakati wanakwenda, jeshi la Washamu linakimbia. Nami naona mahali hapa Mungu anamtengeneza mtu mmoja. Kiwango chako cha imani, vile ambavyo unasimama na Bwana, mitihani inapokuja kujaribiwa, unaishinda raka pasika. Unashinda kwenye eneo la fedha, unashinda kwenye maeneo mengi. Imani yako inakuwa, hatua zako Mungu anaziona raka pasika. Yale ambayo unaendea lika pasika, walioyashikilia wataanza kuyaachia. Utaanza kupata wepesi kwenye hilo eneo rika pasika. Wakoma wakati wanaenda libosa, kama jeshi ya Washami wanakimbia. Nami nakwambia hofu inakukimbia, hofu inakukimbia, hofu inaondoka, hofu inaondoka. Hautokufa tena kama ambavyo walivyozani wao wakakimbia. Ile roho ya hofu ilikuwa imetoka ndani yao. Jeshi la wakoma likaondoka. Walipofika pale, wakala, wakapata dhahabu, wakachukua fedha, wakatangaza habari njema. Walionekana ni wanyonge, lakini Mungu aliwatumia hao. Nami nakwambia, unaonekana ni mnyonge, lakini Mungu anakwenda kutumia. Unaonekana ni mgonjwa kweli, lakini Bwana anakutumia. Nakwambia hautokufa katika hizo. Adui ameachilia roho ya hofu ya magonjwa ili uone kufa na usione kuishi. Anza kuona kuishi, 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 anza kuona kuishi. Hakuna mlima wote utakaosimama mbele yako, lazima yanguke, lazima yanguke, lazima yanguke. Kwenye eneo la elimu lazima yanguke, uchumi lazima vianguke. Sema amen. Hakuna mlima wote utakaosimama. Sema amen. Bwana Yesu apewe sifa sana. Wakaingia pale, wakatangaza habari njema. Na Mungu anataka kwenye maisha yako uwe mtangaza habari njema. Baraka anapoziachilia kwenye maisha yako, tangaza habari njema kwa ufalme wake. Tangaza habari njema kwa watu wengine. Lete tabasamu kwenye maisha ya watu, lete tabasamu kwenye nyumba ya Bwana. Habari njema ni hata pia kuyabeba yale ambayo yapo ndani ya nyumba ya Bwana, na useme kwenye hili nayo majibu, nayo majibu, nayo majibu. Mungu anatafuta watu ambao wana moyo wa utayari ili awape, wawe na majibu, wawe na majibu. Likapasika, wakoma walionekana ni wanyonge, lakini walipewa majibu na Mungu, wakweza kuwakimbiza jeshi la Washami. Haleluya. Walishinda roho ya hofu. Sema amen. Hii pointi ya 6 ambayo nimekuwa na mambo mengi hivi. Haleluya. Okay, kama kitu bado kanaruhusu, lakini somo kumbe tunaendelea na hata wiki inayofuata bado. Haleluya. Sasa jambo la 7, jinsi ya kushinda roho ya hofu. Neno la Mungu likae kwa wingi ndani yako. Wakolosai 3:16. Likae kwa wingi ndani yako. Watu wengi tunapigwa kwa sababu neno la Mungu halijakaa kwa wingi ndani yetu.
Lakini kama neno la Mungu litakaa kwa wingi ndani yako, maana yake adui hawezi kukushinda. Utamwambia imeandikwa. Utamwambia imeandikwa. 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 Utamjibu imeandikwa. Yesu akamwambia imeandikwa. Alimjibu kwa neno. Sikiliza, roho ya hofu ndani utainyamazisha kwa neno. Utasema mimi si wa kufa, imeandikwa anisamehe maovu yangu yote. Ni kweli nilikuwa na maovu, lakini nimesamehewa. Imeandikwa aniponya magonjwa yote. Imeandikwa aukomboa uhai na kaburi. Nikwambie hivi, hata ukiwa kitandani kabisa, wameweka na madude yale si ya kupumulia, lakini ndani yako, moyoni mwako, ndani yako unasema imeandikwa aukomboa uhai wangu na kaburi. Wataona unanyanyuka kama vile msukule, kama vile ni kitu fulani ambacho kimetoka. Kwa nini? Una ukiri wa ndani. Na wataulizana, ni kwa nini mtu huyu amepona? Kwa nini? Kuna kitu cha imani ndani yako. Watu wengi neno halimo ndani, na adui wakati mwingine amewafunga watu wasije kwenye hema la kukutania. Mahali hapa Mungu ndipo ambapo anazitengeneza imani zetu. Atengeneza imani zetu. Ukisoma kitabu cha Mambo ya Walawi, Mungu akamwambia Musa, njoo kwenye hema la kukutania. Manake alikuwa anampa vitu. Unapoona mahali hapa Mungu ananiita kwa wakati ambao pengine wewe haupo, njoo kwenye hema la kukutania. Inawezekana isiwe hapa. Hema la kukutania ni mahali popote ambapo Mungu ataamua kusema na mtumishi wake kwamba mahali hapa nataka nikutane na wewe. Kwa hiyo kuna namna ambavyo Mungu ananipa kisha nilete kwako. Mungu akaa anampa Musa apeleke kwa wana wa Israeli. Sikiliza nikwambie, unapokuja mahali hapa, Mungu anakuleta mahali hapa ili utengenezwe nguvu tena ya kuweza kusonga mbele. Neno ambalo unalipata leo linamuimarisha mtu mmoja na kuwa na nguvu ya kuweza kuishinda roho ya hofu. Simama na neno la Mungu ambao utaiambia roho ya hofu, imeandikwa. 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 Unamwambia imeandikwa. Umaskini unaona kwako, lakini unasema imeandikwa. Mungu ni Mungu anipae nguvu ya kupata utajiri. Kama Mungu anakupa nguvu ya kupata utajiri, hakuna yote atakayekugusa kila ambacho Mungu amekupa kwa nguvu ambazo ameziachilia ndani yako. Kwa sababu yeye anataka tuwe matajiri. Kuna watu leo wana hofu ya chochote anachokifanya hakiendi. Kwa hiyo ameshajikatia tamaa. Siwezi kufanya chochote kwa sababu nikianzisha kitu chochote kwenye maisha yangu kinakufa. Adui ametengeneza mazingira ya hofu na mazingira ya umaskini, na lengo anachokitaka, anataka kutengeneza aibu mbele yako. Kwa sababu ukisema mimi nashindwa kwenye kila kitu, uelewe kuna aibu inakuja mbele yako. Utakosa hata 100. Ndicho anachokitafuta. Kwa sababu unakili na ile ni roho inakaa. Nasema huyu ndio wa kwetu. Ameshakili. Hawezi akafanya chochote na kikaenda. Watu wengi leo wamekili hayo mambo, na wakati mwingine wamezuiliwa kufanyaje? Kutokuweza kuipambania hali wanayoipitia. Ila wamebaki pale pale, wamelizika. Lakini sio wewe. Sio wewe. Sio wewe. Tuangalie makundi matatu ya watu wasiochukua hatua. Kuna makundi ya watu, aina ya watu watatu ambao maishani mwao ni watu ambao hawezi kuchukua hatua. Tuangalie makundi hao. Kundi la kwanza ni aina ya watu wanaosubiri kila mtu awasapoti wanachotaka kufanya. Yaani kuna kundi la aina ya watu, yeye anasubiri mpaka watu waje wamsapoti kwenye kila anachotaka kufanya. Hawezi kuchukua uamuzi wa kuweza kufanya mpaka aone sapoti ya watu. Unajua nataka niwe na choma vitumbua pale kwangu, mtaniungisha majirani. Anafanya sensa ya kuuliza majirani kama watamuungisha. Wakimwambia hilo wazo ameachana nalo. Kuna watu kwenye maisha yao anawaza jambo fulani, mpaka aone watu fulani wanamsapoti. Ishinde hiyo hali. Mungu anataka uchukue hatua mwenyewe, uyakabili mambo mwenyewe, uende mwenyewe. Usingoje wakati mwingine mpaka usapotiwe na watu. Shinda hiyo hali. Kuna watu wana hofu, lakini wakiwa wawili ndio anaweza akasubutu. Sikiliza, kwenye maisha yako kuna vitu ambavyo usingoje watu wakusapoti.
kuna watu wataungana na maono yako baada ya kuona kile unachokiwaza, baada ya kuona usubutu wako, baada ya kuona hali yako ya kuamua. Kuna watu hawataungana na wewe kwa kusema kwako, waungane na wewe. Kuna watu wanasubiria waone matendo, waone kumaanisha kwako na kisha waje. Na kuna vitu ambavyo lazima uvianze kama wewe. Na uelewe unapoanza, wakati mwingine unakutana na changamoto za kusemwa, kukatishwa tamaa, kuvunjwa moyo. Usiangalie nonenwa, wewe subutu, nenda katika jina la Yesu Kristo. Kundi la pili ni aina ya watu ambao wanasubiri kila kitu kiwe sawa kabla ya kuanza. Kila kitu kiwe sawa. Unajua bwana, you know, I'm planning to have a business. Kwa hiyo nafikiria kidogo kuwa na kama na capital ya milioni 10 hivi ndio nianze ile biashara. Unajua bila milioni 10 siwezi kuanza. Kwa sasa hivi bwana na kama milioni 7 hivi. Kwa hiyo nafsibiria ile inaopungua hapo ndio nianze. Ni aina ya watu ambao wanasubiri kila kitu kiwe sawa kabla ya kuanza. Yanasubiria kama ni milioni 10 iwe milioni 10 ndio aanze. Hii ni kundi la aina ya watu. Hawa ni aina ya watu ambao hawachukui hatua. Anapaka ukamilifu. Chukua hatua kwenye maisha yako. Mungu akamuuliza Musa, una nini? Akasema mfukoni na fimbo. Haleluya. Haleluya. Mungu anauliza kuna mahali una nini? Anataka uanze na hicho ulicho nacho. Anza. Ukamilifu utatokea mbele ya safari. Wakati wewe umeanza. Umeanza. Na wakati mwingine Mungu hata wakamilisha mambo unavyotaka. Kwa sababu ukipa katika ukamilifu, kuna madarasa utayakosa. Kuna shule yake utaikosa. Kuna shule utaikosa. Na kanuni ya Mungu kwa mtu yote aliyemuinua, alimpitisha kwenye shule yake. Mungu hajawahi kumpa mtu bila kupita kwenye shule. Kuna shule lazima uipite. Kwa kuna kazi hata kupa kwa utimilifu ili upite kwenye madarasa na kujengea uwezo kwenye hicho ambacho kinapungua. Utafute namna na uwe na akili ya kuweza kukipata kinachopungua kwa kumtegemea yeye ama kwa namna nyingine. Kundi la tatu, aina ya watu ni wale ambao wanasubiri hamasa ndipo waanze. Anasubiri hamasa ndipo waanze. Wazee wa hamasa hao. Wa hamasa hao. Bila hamasa humuoni. Haleluya. Haleluya. Kuna mtu anaweza kaa kimbaumbau kama mimi. Mwili wangu kama mimi. Hana nguvu. Unaweza kabisa mwanamume hana nguvu. Haiwezi kubeba tagunia la mkali ingie ndani. Mpe hamasa uone. Unaweza ukawa umeolewa na mwanaume wa namna hiyo. Gunia la mkaa ndio kulibeba mpaka wote mjikunje wote. Beba kwa wife. Sasa we mama, ukitaka kujua huyu mwanaume ana nguvu, weka hamasa. Muite kwa majina mazuri. Baby wangu, handsome wangu. Power huyo. Mtu mwenye nguvu. Baba, kichwa cha familia. Haleluya. Lakini baba, kuna gunia la mkaa hilo kabla hujaondoka liweke. Umetanguliza hiyo, ataenda kujipinda hata mgongo ukatike. Yuko nalo tu kuchukuchu. Umeshatanguliza. Umempa hamasa. Bila hamasa mnalibeba wote. Au utabiringita nao mwenyewe. Unamwona anaondoka anamwambia gunia la mkaa hujaliona, utatafuta maarifa ya kuweza kuliingiza. Kama ni kupunguza punguza. Weka hamasa, uone. Anajikunja. Kama ni mgongo katike, hamasa. Kuna aina watu hapa wanangoja mpaka hamasa. Hamasa ikiwa kubwa. Ni kama kwenye mpira. Nimesoma unajua. Bahati mbaya mimi sikuwahi kucheza mpira. Hobi haikuwepo huko. Nilikuwa nasikia usiniumizie vidanda. Usiniumizie huyo. Sasa hapa anapoambiwa ni kaka. Kaka kisikia hivyo nikwambia anakimbia vibaya mno. Hata kama ni miguu ikikatika, hamasa huku. Hata jitahidi mpaka ulimi unatoka nje.
anaelewa kuna hamasa huko. Msiniumizie Jay wangu. Hamasa ya mashabiki. Unaweza ukakimbia mpaka utumbo ukakuta huko nje. Hamasa. Sasa kuna aina watu bila hamasa hafanyi. Ila ukimpa hamasa, haya. Ndio ukute sanguine. Sanguine umempa hamasa. Ni siku hiyo hiyo anaweza kavunja hata nyumba. Hamasa. So, hawa ni aina ya watu. Jichunguze wewe ni aina gani. Bwana pesa sana. Hallelujah. Okay, saa 12 kasoro dakika 7. Nilikuwa naingia kuangalia madhara ya roho ya hofu ya kushindwa kuanza. Nilikuwa nataka niangalie hiyo kipengele, lakini muda umekuwa sio rafiki. Hallelujah. Naamini sasa ili jambo tuliweke wiki inayofuata. Na natamani sasa hivi masomo yangu yawe na muendelezo ili mtu pia apate package ile nzuri. Sio nianzishe tu kitu fulani afu zeni kinaishia tu. Kwa kama tumekomea hapa, acha tutaangalia madhara ya roho ya hofu ya kushindwa kuanza. Tutaangalia wiki inayokuja. Hallelujah. Kama itampendeza Mungu akasema kwenye ibada ya Jumapili okay. Akisema sio, ibada ya Jumapili na mambo yake mengine haitakuwa na hii, naamini mpaka hapa. Kwa hiyo naamini hii itakuwa ni wiki ijayo. Tutaangalia madhara yapi sasa. Bwana pesa sana. Neno hili la Mungu naomba ulishike, uliishi, libebe, litakusaidia sana. Mungu amelileta kwa sababu anajua kuna vitu tunavipitia kwenye maisha yetu. Hofu imetengenezeka. Jamii unaoishi nayo inaweza kutengenezea hofu ya maisha. Kuna watu wamekataliwa, hofu inakuwa kubwa, nitawezaje? Kuna watu wanashindwa kuchukua hatua ya kujitegemea, anawaza itakuwaje? Itatendekaje? Itakuwaje? Una hofu, lakini Mungu anataka uchukue hatua kwenye maisha yako na kisha ufike kule unakotakiwa kufika. Bwana pesa sana. Pigie makofi Roho Mtakatifu. Tunashukuru kwa ajili ya neno hili. Lakini siku ya kesho, hebu sema siku ya kesho. Sema siku ya kesho. Sema siku ya kesho. Siku ya kesho kuanzia hapa majira ya saa 1. Bwana pesa sana. Naamini ndani ya nyumba kutakuwa kuna kitu kinaendelea hapa. Siku ya kesho tunamuita mtu wa 4. Kuna mtu wa 4 anakwenda kuingilia kati maisha yako. Neno la Mungu ni kama vile ambavyo Yesu alitamka kwamba kuanzia leo mtini wewe hautozaa. Akaondoka kukiwa kuna kijana. Neno la Mungu linavyokuja unaambiwa tu kwamba kuna mtu wa 4 kwenye ile ibada ataingilia kati kwenye maisha yako. Imezungumzwa hivyo tu. Hallelujah. Wanaoamini wanaokuja wanapokea na wataona matokeo. Lakini pia usiingie ukiwa hauna imani. Neno litazungumzwa na usione matokeo. Kwa mimi nakwambia kuna mtu wa 4 ataingilia kati kwenye maisha yako. Amini, ni neno limesemwa. Neno linaposemwa wakati mwingine ni kama unabaki vile vile. Lakini ukweli kuna matokeo mbele. Kuna watu wanaambiwa wewe sio maskini, wewe ni tajiri. Lakini ukiamka unajiona na kitenge kile kile na wakati mwingine unaona mambo ndio yanazidi kuwa magumu. Haimaanishi kwamba wewe ni masikini. Lichukue neno lile ni tajiri, itatokea. Yusufu ilimchukua muda sana kuwa mtawala. Alipitia mazingira ambayo yalikuwa ni magumu. Wakati mwingine ingekuwa ni mimi na wewe, tungesema kabisa hapa Mungu alinidanganya. Hallelujah. Leo watumishi wa Mungu ni waongo wanaitwa kwa sababu ya aina ya watu ufahamu tulionao. Jambo linalotamkwa libebe, liamini, limekuwa kwa sababu Mungu ana kawaida ya kusema. Watumishi wa Mungu ambao wanamtumikia Mungu wameitwa na Mungu. Hivyo Mungu amewapa neema ya kusema. Na wanaposema usifikiri wanasema kama wao. Mimi napokuepo hapa na mara nyingi watu wanawaambia nikitumiwa na jambo madhabahuni, ukinifuata nje ya madhabahuni sitoweza kusaidia. Kuna kitu ambacho Mungu ananipa madhabahuni, unatakiwa uje tusemezane hapo. Kuna jambo ambalo Mungu ataniambia huyu mtu utasema naye nje ya hapo. Sasa kuna vitu ambavyo Mungu anaviweka. Ndio maana anasema hivi, msijiulize mtasema nini. Pamoja na kwamba nimeandika kila ambacho Roho Mtakatifu alikuwa ananifundisha, nikaandika humu. Ukweli nikukupa hichi nilichoandika sio niliyoyasema. Mambo mengi hapa Roho Mtakatifu amenijazia nikiwa hapa. Hii ni kama tu muongozo.
lakini vitu vingi amevitoa hapa. Mpaka mimi mwenyewe nabaki nashangaa. Anatoa ufunuo hapa. Vitu vinatokea, vitu vinaenda. Sasa ishinde roho ya mazoea. Kesho mahali hapa tunamwambia Mungu asante kwa robo mwaka, lakini unakwenda kupokea nguvu ya kuendelea mbele tena. Hautochoka, ila utaendelea mbele tena. Wako wanaopanga uchoke, ila wewe hautochoka, utakwenda mbele. Haleluya. Mtu wa nne anaingia kwenye maisha yako, anakuambia utaenda. Na hata kama ulikuwa umechoka, hapa siku ya kesho Ijumaa utapokea nguvu ya kuendelea mbele. Jumapili utakuwa na ushuhuda hapa. Na Jumapili kama ambavyo mwaka unaanza, Mungu akaniambia waoshe watu hawa miguu. Kuoshwa kuna neema, kuna uzima ndani, kuna kumiliki. Miezi 3 kwenda kuingia nusu mwaka unaoshwa tena ili ukayakabili yaliyoko mbele. Utakanyaga mahali hautozulika na Mungu atakupa umiliki. Hilo ndio neno la Bwana nilikufundisha, kwamba ndani yake kuna uhai. Haujavuka robo mwaka. Si umevuka? Pigie makofi Roho Mtakatifu. Pigie tena, haleluya. Tunaye driver ambaye ni Roho Mtakatifu anatuongoza. Lakini maongozo yake wengi huwa wanapuuzia. Usiwe mtu wa kupuuzia. Shinda nguvu ya kuyapuuzia mambo. Jumapili hapa tuna hiyo ibada. Si tunayafanya mambo na tunaona matokeo. Hautokufa, labda utake wewe. Mwenyeelewa vizuri? Labda utake wewe. Na ukitaka wewe, tunakupa lufaa. Yaani tunasema, yaani hivi, Roho Mtakatifu anasikia, hautakuwa jamii yetu sisi. Utakuwa jamii ya watu wengine. Si tutasikia habari tu kama watu wengine walivyosikia. Umeelewa vizuri? Hautakuwa jamii ya kwetu. Haleluya. Utakuwa jamii ya watu wengine. Si tutasikia habari tu kama jamii nyingine. Tutasema tu alikuwa mpendwa mwenzetu, lakini alitoka akawa sio mpendwa mwenzetu. Kwa tutasikia tu, ila si tutaendelea katika jina la Yesu Kristo. Sema amen. Shika sadaka yako na kwenda kumtolea Mungu. Lakini hakikisha pia